Karibu ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari. Huyu tunakuletea habari zetu za asubuhi mapema na habari zetu za mchana wa leo ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa kama leo ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi ndani ya habari zetu, mashabiki zangu mali popote muko, tunaendelea kuwakaribisha kwa sasa ndani ya vipengele vyetu ama katika ndani ya habari zetu. Na katika habari zetu za leo, kumbuka leo ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa majina ni reporter Nelson kupitia ndani ya habari zetu za kila mara. Na kwa sasa mashabiki zangu tunawakaribisha ndani ya Media Goma TV, tunawakaribisha ndani ya Media Bukavu TV. Kwa sasa muendelee kusubscribe, muendelee kupartage, muendelee kujiabone kwa wingi zaidi ili habari zetu mara kwa moja ziendelee kuwafikia kwa wingi zaidi. Mashabiki wetu kutokea upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndani ya DRC, kutoka upande wa Manyema, Kindu, Kinshasa, Lubumbashi, Katanga, na kutokea upande wa Kamituga, Shabunda na upande wa Mwenga, na wengine kutokea upande mengine tofauti sehemu nyingine sijataja, na katika eneo ya North Kivu na upande wa Sud Kivu. Na tayari kama wewe ni shabiki wa Media Goma TV, wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV, na kama sijataja mahali unavyotokea, mara moja tuma comment yako nieleze wewe ni shabiki unatufuatilia mara kwa mara kupitia Media Bukavu TV, unatufuatilia kupitia Media Goma TV, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki zaidi. Mashabiki zetu wengine kutokea upande wa Jamhuri ama kutokea nje ya Kongo, uko Australia, Canada, Amerika na nchini zingine Norvege, tunaendelea kuwashukuru zaidi. Tushukuru kwanza ndugu zetu Papa Jamari, Papa Bienveni, pamoja na ndugu zetu wanaoitwa Esteli pamoja na Jize. Tunawakaribisha tena ndani mara nyingine ndani ya Media Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Kwa sasa leo tuna habari mengi ya kuwatangazia, katika mengi na habari zinaendelea kupitikana katika uwanja wenye mapigano. Watu wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao wanaendelea kuingia katika sekta yenye mapigano. Mapambano leo imezuka katika eneo zingine tofauti katika upande wa Kitavi huko wilayani Fizi. Kwa sasa upande wa Mwenga kunaendelea kupitikana mashambulizi ingine kutokea upande wa Itombwe. Hatua jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nilokabiliana na waasi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho. Kwa sasa wanajeshi wa Twirwaneho walikuwa katika upande ya Kitavi. Mara moja mapambano yameendelea kuzuka tangu leo asubuhi. Kwa sasa eneo ya Kitavi mashambulizi yameendelea kuwaka, na katika upande ya Kalingi, Mikenge na Bitavi kuelekea Kalungu na upande ya Kalonge. Hizi vijiji vilikuwa vimemilikiwa na waasi wa M23 tangu tarehe 30 mpaka kwa sasa walikuwa kimiliki vijiji hivyo, lakini FARDC atolitolewa katika vijiji hivyo. Hebu nisikilize vizuri. Vijiji vyenyewe vilikuwa vimemilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kabla wavamiwe na waasi wa M23. Kulikuwa Pwinzero, Bilalombili, Ruistankuku na Rusankuku na Bichumbi na Lubemba na Kalonge, Kalundu, Kakenge, Bitavi, Mikenge, Kalingi na Kitavi na hizi na Bidegu na sita zingine tofauti. La mara moja tarehe zenye mapigano lisonga, mara moja waasi wa M23 walirejea tena mara ingine kukuja kuvamia tena wanajeshi wa FARDC sasa katika vijiji hivyo, na gisi vijiji hivi vilishambuliwa mara kwa moja. Kwa sasa walijigaula mara ine ili wavamie serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wamoja wasikuja kupeana ramfor, kwa sababu waasi walitumia strategy gani ili wachukue vijiji hivyo vyote. Walitumia vijiji hivi kwa sababu hili waanguke ndani ya Pwinzero, walitumia mara kwa moja hiyo tarehe 2 walitumia njia karibu 5 kwenye mashambulizi. Walijitahidi kwanza wakomboe vijiji Kitavi, Kalingi, Mikenge, Bitavi, Kakenge, Kalundu. Mara moja walivamia hapo wakakomboa katika eneo hizo. Wengine wakatomokea katika eneo ya Kalundu, Kalonge na eneo inayoitwa eneo ya Lubemba. Wengine wanajeshi wa M23 na Twirwaneho wakatomokea katika seta. Yaani tuseme wote walifanya mashambulizi kwa dakika moja, yani kwa saa moja na dakika moja. Hili sasa wanajeshi walikuwa katika eneo ya Kalundu ili
kuja kupeana ramforo upande wa Kakenge ilikuja kuleta tatizo, kwa sababu kote walikuwa wameanza kushambuliwa. Sasa hakuna njia lenyewe wangepata kusaidia wengine, kwa sababu hata kwao kwenye vijiji vyenyewe wanamiliki nao vilikuwa na tatizo lenye mapigano, na mara moja wengine wakachomokea katika eneo inaitwa Bichumbi, na wengine wakatokea katika eneo inaitwa Rusankuku, wengine wakachomokea eneo inaitwa Ruistankuku. Mara moja tu wengine walichomokea hizo vijiji tatu. Ugisi ramforo zilikuwa zikihiliwa. Kumbuka kama gisi FARDC ilikuwa ikifanya ama gisi mapambano na kuanga waasi ama vita kikuwa katika eneo fulani, wanajeshi wa moja watatokea kwenye kijiji kingine wakuja kupeana ramforo katika sekta fulani. Lakini sasa waasi walitumia hili wawashambulie kwa limoja. Sasa serikali ikose nguvu lenye kusaidia wengine, kwa sababu kuna vijiji vyenyewe vilikuwa na wanajeshi wadogo zaidi. Kwa sasa hili walikuwa naendelea kuigiza hapo mara moja. Hivyo ndio kwenye ili siku walikuja kuchukua upande wa .0, ndio niwapeleke hili mjue kwenye mapambano aliendelea kusonga. Ni .0 ilichukuliwa .0. Sasa hatua M23 walikwisha chukua hivi mara moja. Hiyo tarehe moja wakapiga eneo ikoli na baki moja inaitwa Bilalo 2, ndio kwenye mashambulizi alikuwa. Sasa ili kushambulia Bilalo 2, FARDC wakakuwa distrait katika upande wa Bilalo 2. Sasa walijipata ili kupeana ramforo, M23 gisi ni wajanja, wakaacha Bilalo 2 njia ili FARDC iende kupeana ramforo huko. Sasa huko kumbi .0 tayari M23 walikwisha zingatia maeneo za .0, walikuwa shamaliza 3 jours wako ndani ya .0, lakini ndani ya eneo walikuwa hajapata nafasi ili wafanye nini, waingie ndani ya .0. Hivyo ndio walivamia .0. Kwa sasa sio kusema waliingia .0 mara moja hivi, hapana, walikuwa wameshaingia .0 kabisa. Siku 3 wale walikuwa kipambana huko, FARDC wanaendelea ku advance huko mbele, kumbe M23 wengine walizunguka .0 kwa sasa sehemu ya nyuma. Sasa gisi .0 ilikuwa shamba yake, kwa sababu kumbuka kulikuwa kama militaire na masilaha kubwa nyingi zaidi. Mara moja ndio hatua FARDC watu walikuwa na gemea mara moja kukuja kusaidia wanajeshi walikuwa upande wa Bilalo 2 na kuzingatia barabara hili la kuelekea upande ya, kwa sababu kama Bilalo 2 walikosha jua tayari Bilalo 2 na Mulima, hizi ndio maeneo zilikuwa zimebaki. Sasa wakaangalia sasa hatua wanazingatia huko Baraka, kumbe M23 sasa walishafika sehemu ya chini huko mabondeni, na ndio hivi mtuto. Wanajeshi wengi walikuwa katika walikuwa naenda elekea katika eneo ya Baraka, wengine walikuwa naelekea eneo ya kwa Mulima huko mara moja. Hivyo ndio kwenye FARDC tena M23 sasa walishambulia mbele huku. Sasa ndio wakakuja jipata washaingia upande ya .0. Hivyo ndio kwenye mashambulizi aliinuka katika seta hili, na kwa sasa kwenye mashambulizi aliendelea moja kwa moja, na kwa sasa vita gisi imeendelea kusonga moja kwa moja. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na njoo hatua walipata nafasi la kurejea kwanza, wende kujipanga upya, kwa sababu nikwambie kwenye mapigano kuna mapigano yenyewe na kuaga tayari yenye mshtuko, kwa sababu unaweza kuwa umevamiwa hatua wewe haujajiandaa. Kwa sababu hatuwezi kusema FARDC walifanya kosa lenye ndio walitolewa kwenye kambi lao, na kwa sasa mnakumbuka hata M23 wanatolewa kwenye makambi zao. So jambo la vita sio kusema tayari kama leo hao wako hivyo kesho, kwa sababu kama FARDC walitolewa katika upande wa .0, kesho unaweza kujipata tena wanarejesha .0. Kwa sababu gani? Kwa leo kuna kushindwa, kesho na kuna kushinda. Kwa sababu kama waasi walipata nafasi ya kushinda leo, kumbuka hizi vijiji vyote vilikuwa vimechukuliwa karibu 12. FARDC walikuwa wanachukua vyote, vilikuwa vimemilikiwa na M23, mpaka wengi unakumbuka waliteseka, walikufa katika upande ya milima huko Minembwe. Na kwa sasa haimaanishi kusema kama FARDC wamekuwa feble, hata kama ndio wale wanakula rushwa ya M23, lakini kuna wale wamepambana kwa kweli mno zaidi na katika seta lenye mapigano. Lakini tukijielekeza katika upande wa Nord Kivu nako upande wa Walikale katika habari tuko nayo. Walikale kwa sasa mandege za drone za M23 zimeingia kwa wingi zaidi. Kumbuka niliwaambia tangu juzi kama M23 inaendelea kuramplace ama inaendelea kuingiza wanajeshi kwa wingi katika ulayani ya Walikale, na kwa sasa M23 wanapenda kuchukua eneo ya Minjenje na eneo ya Mpeti kwa sasa katika seta hili, na FARDC nao lengo lao ni kuchukua upande wa Rubaya. Yani sasa tuseme mpango kwenye vita inaendelea, yani FARDC na mpango wao, waasi nao wana mpango wao. Sasa waasi
wanategemea upande ya uko Walikale. Wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao lengo lao ni kuchukua upande ya hapo ndani ya Rubaya, lakini M23 kwa sasa nimewaambia, kwa sasa katika sekta hili kwenye uwanja wamepigwa mno katika upande wa Nord Kivu. Hili jambo tuwaambie kwa kweli, hata kama FARDC linapiga upande wa Sud Kivu, upande wa Nord Kivu wa FARDC nao wamefanya kazi bora zaidi, wamepambana na waasi moja kwa moja. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV, tunaokaribisha tena ndani ya habari zetu za kila mara. Kama unavyotusikiliza katika habari zetu za asubuhi, habari za mchana na habari za usiku, Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Na kama ushabscribe, ushapartage, usipoteze endelea kubonyeza. Yani kama ushabscribe, ushajiabone ndani ya media, usirejee tena kusubscribe, kwa sababu ukigusa tena hapo mara moja utakuwa umeondoa subscribe. Na kuomba kwa kweli, wewe ni shabiki wa Goma TV, endelea kubonyeza, usibonyeze mara ya pili ndani ya subscriber. Ndani ukisha kujiabone tayari imeisha, utakuwa unapata habari zetu za kila mara. Tuendelee kusutenir, tuendelee kusupport media Goma TV. Kwa sasa Mungu aendelee kuwabariki. Bukavu TV muendelee kuisupport na Mungu aendelee kuwalinda. Kwa majina ni reporter Nelson, tuje kupatana kwa habari zetu mengine. Na kama uko na ujumbe, tuma comment yako mara moja, tutapokea na hili tukue tunawasiliana moja kwa moja. Bye bye.